msikilizaji ambaye unayesikiliza vipindi vyetu vya Bado Lipo Tumaini. Ni siku za kutosha kabisa. Siku zilizopita tulikuwa hatuwezi kurusha vipindi vyetu, ni kutokana na matatizo ambayo tulipata kidogo ya vyombo, utaalamu wa vyombo, lakini hatukumaanisha kwamba tutakaa kwa muda mrefu bila tena kurusha vipindi vyetu. Na sasa hivi tena tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametujalia tena neema ya pekee kwamba tupate nafasi ya kurusha tena vipindi vyetu. Kipindi ni kile kile, Bado Lipo Tumaini, na unaweza kutupata kama kawaida yetu. Unaweza kuingia kwenye YouTube ukiandika Bado Lipo Tumaini utatupata, na tunapenda tena kuboresha zaidi kama Mungu atakavyotujalia. Tulikuahidi tu kwamba vipindi hivi tutavirusha kwa njia mbalimbali, na tutakuwa na watu mbalimbali ambao watakuwa wanakuja kusaidia pia kurusha vipindi, au tutakuwa na vipindi vya mijadala na kadhalika. Kwa hiyo tutakuwa na watu mbalimbali ambao tutakuwa tunawaalika kwa malengo ya kukusaidia wewe mpendo mtazamaji na mpendo msikilizaji wetu. Na bila kuchosha, Mungu ametupa neema siku ya leo tena. Tunakuja tena kwenye studio yetu tukiwa pamoja na Pastor Paul ambaye sio mgeni kwenu. Najua kila mara mnamsikiliza, mmewahi kusikiliza mafundisho yake. Kwa kweli ana mambo mengi sana. Tunapokuwa hapa kwenye studio, tunavyokaa hapa mbele zenu, ni kwamba Mungu ameweka mzigo ndani yetu ili kwamba tuweze kutoa, uweze kusaidia mpendo mtazamaji na yeyote yule, hata rafiki akiwepo mwite, ili kwamba aweze kusikiliza vipindi hivi. Kwa hiyo siku ya leo nimefurahi sana tena kuwa na Pastor Paul. Najua utakuwa na nafasi pia nzuri ya kuweza kuambia wapendwa watazamaji na wale wanaotusikiliza kuhusiana na mzunguko. Najua umekuwa katika safari ambayo umetembea kwa muda wa mwezi mzima. Yes. Umeenda nje kidogo ya Marekani. Yeah. Kwa hiyo najua katika siku hii ya leo inawezekana pia wapendwa watazamaji wanapenda kusikiliza hata taarifa ya kule ambako umetembea na nini ambacho kimepitika au kimefanyika. Kwa hiyo tu nafikiri tutakuwa na muda pia wa kuweza kueleza, itatokana na muda wako. Kwa hiyo kwa siku ya leo najua Pastor Paul atakuwa na maneno ya kuweza tena kuanzisha tena kipindi hiki leo rasmi, ili kwamba kiweze kuwa hewani. Na pia tunamshukuru mfundi mitambo wetu Vianney ambaye kila mara anakuwa tayari kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Kwa hiyo karibu sana Pastor Paul. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuweza tena kufika siku ya leo katika hiki kipindi. Kwa hiyo basi acha nikukaribisha na nikupe nafasi hii ili kwamba uweze kutoa kile ulichonacho kwa siku ya leo. Karibu. Haleluya. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Asante. Na ninashukuru tena kwa nafasi nyingine ambayo Mungu ametupa. Ndio. Amani ya Bwana iwe nawe tena. Asante sana. Asante sana. Yes, ndio mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo, kama ulivyosikia utangulizi huo, ni kweli mimi ninayezungumza na wewe hapa ni mtumishi wa Mungu Paul Mamba. Nimekuwa na majina mengi, maana utasikia wengine wananiita mchungaji, utasikia wengine wataniita missionary, wengine wananiita director, wengine wananiita baba, na yote ni majina ambayo Mungu aliruhusu niitwe, kwa sababu ni baba kweli, kama baba wa familia kimwili na kiroho. Ni missionary na nimekuwa na nafasi hiyo kwa miaka isiyopungua 8, nikifanya kazi na shirika la One International chini Tanzania. Na sasa hivi ninafanya kazi na shirika la Global Children's Network kama project director kwa Afrika. Na tumeanza kuisambaza shirika hili nchi tofauti, na tangu tu tumeanza mwaka huu tayari tumezifikia nchi 2 ikiwemo Tanzania na Burundi. Na hivi karibuni tu tulikuwa na kongamano kubwa sana zuri la watumishi wa Mungu na waalimu wa watoto makanisani pale Bujumbura, Burundi, ambako walishiriki watumishi wa Mungu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Tulikuwa na wachungaji kutoka Burundi kwenyewe pale, tulikuwa na wachungaji kutoka Uganda, tulikuwa na wachungaji kutoka Rwanda, tulikuwa na wachungaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tulikuwa na wachungaji kutoka Kenya, na baadhi walikuja pia kutoka Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni mkutano ambao uliunganisha watu wengi, lakini
kusudi lilitimizwa pale ambapo walimu walipata muda wa kufundishwa na wametoka na moto kabisa kwamba wanakwenda kuanzisha huduma hizo, kuhakikisha huduma za watoto makanisani zinaboreshwa. Hilo ni jukumu tulilonalo, lakini yote hayo ni kwa utukufu wa Mungu huyu tunayemwita Mungu. Na unajua mara nyingi tunaposema Mungu, watu wana maswali mengi, kwa sababu wamesikia sana habari za Mungu 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 Mungu, na kumekuwa na confusion, kumekuwa na kuchanganya, kwa sababu hata majina ya Mungu kama unavyojua kutokana na makabila yetu na mila zetu, Mungu naye amekuwa na majina mengi 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 mengi. Wewe unaweza kumtaja kwa lugha yako, ndivyo alivyo, lakini kikubwa ninachotaka tu ni kwamba ufahamu yupo Mungu. Ufahamu yupo Mungu. Ni kweli wengi wanasema hawezi kumuona Mungu, Mungu haonekani. Na kuna wanaosema katika swala la filosofia, wengine wanasema kisichoonekana na maana hakipo. Sasa wanafika kama wanasema hata Mungu hayupo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuambia Mungu yupo na kuwaelewesha, lakini mjadala huu kabla sijaingia kwenye somo langu la leo, kwa sababu somo nataka kulizungumzia leo linasema unaweza kumjua Mungu. Lakini kabla sifika, nakumbuka kuna mjadala ule kutokea kipindi fulani kati ya watu wawili wanataka kujua juu ya uwepo wa Mungu. Mmoja anazungumzia uwepo wa Mungu, anatetea juu ya uwepo wa Mungu, mwingine anakataa. Haoni namna gani angeweza kukubaliana kwamba Mungu yupo, kwa sababu hajui ni wapi angeenda kumuona Mungu. Hajui ni wapi angefika kampapasa Mungu. Sasa anashindwa kukubali kivipi unaposema Mungu yupo. Lakini huyu mmoja alimsaidia kwa mfano mdogo tu. Akamwambia, unamfahamu kuku? Akasema ndio namfahamu kuku. Akasema unalifahamu yai? Akasema ndio nalifahamu yai. Akamuuliza swali, unaweza kuniambia kati ya kuku na yai ni yupi mkubwa? Kwa maana ya ni yupi aliyetangulia? Unajua ni rahisi kuona kwamba kuku anatoka kwenye yai na yai ndio linamtoa kuku, lakini kuku huyu ndiye anahitaji yai. Sasa kwa haraka haraka huyu alikuwa anafikiria, anajaribu kuangalia kuku anapatikana kutokana na yai, ina maana yai ndio kubwa, ina maana yai ndio linamtoa kuku. Lakini baadaye akaja kugundua hapana, sasa hilo yai mpaka limtoe kuku lilitoka wapi? Ikaonekana lilitoka kwa kuku. Mwisho wa siku alikuja akakubali kwamba hapana, kati ya yai na kuku mkubwa ni kuku, maana kuku ndio anamtaga yai. Swali la yule mmoja likawa, kama kuku ndiye mkubwa na ndiye anayemtaga yai, huyo kuku wa kwanza alitoka wapi? Huyo kuku wa kwanza alipatikanaje? Huyo kuku wa kwanza alianzishwa vipi? Ilikuwa ni njia rahisi kumsaidia huyu mtu kwamba inawezekana huyu kuku wa kwanza kuna mahali alitoka. Kuna kilichosababisha huyu kuku wa kwanza apatikane. Kuna kilichosababisha kuku wa kwanza awepo. Na hapo huyu mmoja alipatia hapo nafasi ya kusema kwamba huyo kuku wa kwanza kuwepo kwake, aliyemsababisha awepo, ndio huyo anaitwa Mungu. Ilikuwa ni njia moja ya kumsaidia huyu aliyetaka kujua uwepo wa Mungu na kutaka kuelewa, akiwa na ubishi mwingi juu ya uwepo wa Mungu. Alianza kuona kwamba kuna picha ya anayeweza kuitwa Mungu ambaye yumkini ni kisababishi cha vitu vilivyoanza kuwepo kabla ya hata hivi vinavyoonekana leo. Sasa nije kwako na somo hili kwamba unaweza kumjua Mungu hata wewe. Uzuri sidhani kama ni lazima na wewe tukuletee mifano kama hiyo, kwa sababu yumkini ulishawahi kusikia habari za Mungu. Yumkini unamwabudu Mungu au haumwabudu, lakini nataka ufahamu kwamba yupo Mungu na unaweza kumjua Mungu. Unamjuaje? Kama ulikuwa na mashaka na kuwepo kwa Mungu, unadhani ungemjuaje Mungu? Nataka leo tujaribu kwenda na wewe kupitia maandiko machache nitakayokwenda kukushirikisha, ikusaidie kujua na kuona neno
linatupelekaje kwenye utangulizi wa kutambua na kukubali juu ya uwepo wa Mungu. Na kadiri siku zinavyoendelea tutakwenda tunathibitisha hilo, tutakwenda tunalifafanua, na mwisho wa siku Mungu atakusaidia kutambua uwepo wake. Acha nianze na ile andiko la kwanza tunalolipata katika Zaburi ile ya 46 na ule mstari wa 10. Zaburi ile 46 mstari wa 10 nitasoma. Neno Mungu linasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Neno hili hapa katika hii kitabu cha Zaburi ni kauli, ni kama quotation, ni kama neno linazungumzwa likitoka kwenye kauli ya Mungu kupitia mtumishi wake Daudi. Anasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nini anachokitafuta hapa Mungu? Ni kuthibitisha kwamba nataka mfahamu. Tulieni, maana hapa acheni, maana tulieni muone ya kwamba mimi ni Mungu. Tulieni mjue ya kwamba mimi ni Mungu. Na kwa kutambua kwamba mimi ni Mungu, nitatukuzwa katikati ya mataifa. Nitatukuzwa katikati ya nchi. Mataifa kwa lugha ya Biblia mara nyingi inachukua tafsiri mbili. Mataifa inachukua tafsiri ya kwanza, nchi tofauti tofauti. Hayo ni mataifa. Ikiwa ni moja ni taifa, yakiwa mengi yanaitwa mataifa. Lakini pia neno hili mataifa linakuwa na tafsiri kwa lugha ya Agano Jipya, wale wasiomwamini Kristo, wale wasiomwamini Yesu. Kwa hiyo vyovyote vile utakapolichukulia hili neno na tafsiri yake, ukilichukua kwa tafsiri ya kwamba ni nchi nyingi au ni wale wasiomwamini Kristo, hujakosea. Bado anasema, acheni mjue kwamba mimi ni Mungu na nitatukuzwa katikati ya wasiomwamini Kristo. Nitatukuzwa katikati ya nchi nyingi, nitatukuzwa katikati ya mataifa, na katika nchi nitatukuzwa. Nchi ni ile sehemu ya ardhi yenye mipaka inayojulikana, iliyowekwa kisheria na iliyo na utawala unaojulikana. Hiyo ndiyo nchi. Sasa nasema tulieni. Ukija kwa kitafsiri ya Kiingereza inasema be still and know that I'm God. Be still, yani tulia, kimya, kaa, utajua ya kwamba mimi ni Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu ana nia njema na sisi watu waliowaumba. Anataka tujue yeye yupo. Anataka tujue Mungu yupo. Na haweki kama upofu. Ameweka uwazi kwamba tujue yeye ni Mungu na kweli yupo. Sasa tunajuaje kwamba Mungu yupo? Tunatambuaje kwamba Mungu yupo? Hapo ndipo palipo na sababu ya kuendelea kujifunza ili tuweze kujua nini kinachothibitishia uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Sasa ngoja twende tusome andiko hili lingine hapa katika kile kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Joshua ile sura ya kwanza. Maana tuko katika kutaka kuthibitisha uwepo wa Mungu. Kweli Mungu yupo, na tunajuaje Mungu yupo? Lakini nimesema tunaweza kujua kama Mungu yupo kwa sababu kwanza yeye mwenyewe anathibitisha kuwepo kwake. Andiko la kwanza umeliona linasema tulia kimya, kaa, mtajua, mataifa yatajua, watu watajua, nchi itajua kwamba mimi ni Mungu. Katika Joshua ile sura ya kwanza, nitasoma hapa kirefu kidogo. Inasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Joshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. 3, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Waiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua,
hapo ndipo patakuwa na mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakapokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. 7. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, ukapata kufanikiwa sana kila uendapo. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Maneno haya nazungumza ni Mungu anamwambia Joshua. Ni Mungu anamwambia Joshua. Ni Mungu anazungumza na Joshua. Anamwambia maneno haya. Anasema kama nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Anaonyesha mamlaka anayompa, anamwambia maisha yako yote, siku zako zote za utumishi, hakuna atakayesimama mbele yako. Maana yake hakuna atakaye kushinda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye mkuu, mwenye uweza wote, na anaahidi kuwa na Joshua, anaahidi kusimama na Joshua, anaahidi kuongozana na Joshua, anaahidi kumwelekeza Joshua katika kila hatua atakayoipitia, hivi kumjengea Joshua imani na uhakika wa kushinda, kwa sababu yeye ndiye Mungu. Ina maana hii inampa matumaini Joshua kwamba hawezi kushindwa na yeyote, maana tayari anaye huyu Mungu aliye mkuu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu zote. Na anasema ile nchi aliyoiahidi kwa baba zao atawapa kupitia Joshua, kwa sababu ni neno alilozungumza Mungu na lazima litatimia. Mwenye uwezo huo wa kusema neno na likatimia bila kupingwa ni Mungu peke yake. Mwenye mamlaka ya kusema hili liwe hivi na likawa vile vile alivyolizungumza ni Mungu peke yake. Hata angekuwa ni kiongozi na madaraka kupita maelezo, hata angekuwa ni rais, kuna maeneo anakwama, kuna maeneo hawezi kufanya, kuna maeneo ana mipaka. Sehemu zingine angesema mimi nataka hivi, bunge likamkwamisha. Sehemu zingine akasema nataka hivi, labda wale wanaokaa watunga sheria wakamkatalia. Akapendekeza hili, wakasema hili hapana, kwa sababu ana mipaka yake, japo anaonekana ni kiongozi wa ngazi ya juu wa nchi, wa taifa. Lakini Mungu akisema amesema. Sasa kama yupo anaweza kajenga uhakika kwa mtu na akasema hili liwepo hivi, litakuwa hivi, na likawa hivyo hivyo bila kupingwa, bila swali, ni Mungu peke yake. Ndicho alichofanya kwa Joshua. Yote haya yaendelea kuthibitishia, lakini acha huko, maana ni mbali. Hawa wa mitume na manabii wa Agano la Kale, Mungu alikuwa akijithibitisha kwao, kwa wale wasiomwamini, kupitia ishara na miujiza. Kupitia ishara na miujiza alikuwa anawathibitishia watu. Wakibisha hakuna Mungu, hakuna hivi, alikuwa anawaambia ngoja niwaonyeshe kwamba mimi ni Mungu. Ishara inafanyika ambayo haijawahi kutokea, ishara inafanyika ambayo hawajawahi kuiona wala kuisikia. Na kupitia ishara hizo za kutisha, za kuogofya, watu walimwamini Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu kizazi tulicho nacho, kizazi cha Agano Jipya, baada ya ujio wa Yesu, tumethibitishiwa uwepo wa Mungu, tumewekewa wazi uwepo wa Mungu kupitia ujio wa mwanawe Yesu Kristo. Ni neema kwamba leo hii kizazi tulicho nacho cha Agano Jipya, sidhani kama kuna mtu anaweza akasema haamini katika uwepo wa Mungu. Japo wapo, lakini wasingekuwa na sababu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia Mungu amefunuliwa kupitia ujio wa mwanawe Yesu Kristo. Nikisoma neno la Mungu katika kile kitabu au ile Injili ya Yohana, ile sura ya 17, ngoja nisome hapo. Yohana mtakatifu ile sura ya 17.
Nikisoma ule mstari wa 3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwamba Yesu anapokuja, anakuja kutangaza kujulikana kwa Mungu. Anasema, ninaposimama, ninachokilenga, nataka wote wenye mwili watambue, wote wenye mwili wajue kwamba wewe Mungu upo. Watambue kwamba wewe Mungu unaishi. Watambue kwamba wewe Mungu hai. Lakini sio hilo tu, wamjue pia na huyu Yesu uliyemtuma. Maana ndiye anayekuja kuthibitisha, kuhakikishia ulimwengu, kuhakikishia wanadamu kwamba yupo Mungu. Nikishuka chini ule mstari wa 26 anasema, nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo. Huyo ni Yesu anasema. Anasema anataka wakujue wewe Mungu wa kweli, mmoja wa pekee. Sasa hapa 26 anasema, nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Nitawajulisha jina lako. Yumkini wengine hawakujua jina la Mungu. Wengine hawamjui Mungu. Unajua jina ni sifa ya mtu. Jina ni utukufu wa mtu. Jina ndio utambulisho wa mtu. Kwa anaposema nitawatambulisha jina lako, na maana nitawatambulisha sifa zako. Nitawatambulisha ukuu wako. Nitawatambulisha ulivyo wewe Mungu. Ndiyo maana ya Yesu hapa. Nitawatambulisha wakujua wewe Mungu ulivyo. Wasiokujua nitawathibitishia kwamba wewe ni Mungu na Mungu upo. Wajue kama wewe upo. Sasa tena nasema nitawajulisha hilo jina lako. Yaani nitawathibitishia, na kupitia hilo jina lako, kupitia kutambua uwepo wako, watambue pendo lile ulilonipenda. Na hilo pendo liwe pia ndani yao. Kupitia pendo hilo wakujua wewe Mungu. Hii ni neema tulionayo kwamba Yesu anasema nimemfanya Baba kujulikana kwenu. Kiingereza anasema I have made you known to thee. Nimekufanya wewe ujulikane kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Yesu amekuja ili tumjue Mungu. Na hapa anasema waujue na upendo wako Mungu. Walijue pendo lako Mungu. Waujue ushirika uliopo. Maana kupitia pendo hilo ulilonipenda, anasema Yesu, pendo hilo liwe na kwao. Ili pendo hili likihamia kwao, linajenga ushirika, linatuweka pamoja. Sasa ni vema tukamtafuta Mungu. Ni vema tukatafuta sasa na sisi wenyewe, kila mmoja kwa nafsi yake, kila mmoja kwa wakati wake, amtafute Mungu. Atake kuona huyu Mungu yuko wapi. Atake kumjua huyu Mungu yukoje. Maana sasa tunaona yupo. Tunaelewa yupo. Yesu anasema nimekuja kumfunua. Kikubwa ni sisi sasa, kila mmoja kwa nafasi yake atafute kumjua huyu Mungu. Atafute kumuona huyu Mungu. Na hii inawezekana. Maana moyo wa Mungu upo kwa watu wake. Anatamani watu wake wamjue. Anatamani ajulikane kwa watu wake. Anatamani awatendee watu wake. Ni sisi tutenge muda tu. Ni sisi watu wake Mungu tuwe na nafasi ya kutaka kumuona huyu Mungu. Tuwe na nafasi ya kutaka kumjua huyu Mungu. Na hili linawezekana sana. Ile Yohana, ngoja nirudi ile sura ya kwanza. Nirudi ile Yohana sura ile ya kwanza. Nikuonyeshe kitu hapa. Yohana ile sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Ngoja nisome hapo haraka. Yohana 1:18 anasema, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Bwana asifiwe sana. Nimesema nataka tutafute njia ya kumjua Mungu. Tutafute njia ya kumjua huyu Mungu. Sasa
Yesu anasema majira yoyote, wakati wote, hakuna aliyemjua Baba, hakuna aliyemuona Mungu wakati wowote ule, kipindi chochote kile, majira yote yale. Anayejua Baba, anayeweza kumfunua, ina maana aliyemuona ni mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, na huyu ndiye aliyemfunua. Nani huyu? Yesu Kristo. Huyu Kristo Yesu aliyemjua Baba, anasema ndiye aliyemfunua. Kumbe mimi na wewe tukitaka kumjua Mungu, ipo njia rahisi sana. Ukitaka kujua mahali ili usitaabike, ni kumwendea yule anayepafahamu akuonyeshe njia. Ukitaka kumjua mtu, ni vema kumwendea yule anayemfahamu, maana atakupeleka moja kwa moja, fulani huyu hapa, hutauliza swali. Sasa kama Yesu anamjua Baba, Yesu ndiye pekee aliyemuona Baba, tunapotaka kumjua huyu Baba, kumbe njia ni rahisi, tumwendee Yesu. Yesu, nionyeshe Baba. Yesu, nipeleke kwa Baba. Yesu, nifundishe huyu Baba. Yesu, nionyeshe huyu Mungu yukoje. Yesu atakuonyesha, maana anamjua Baba, alimuona, anajua alivyo, anajua alipo. Atakupeleka, atakuonyesha, atakufundisha, na wewe Mungu utamuona. Kumbe njia rahisi sana ya kumjua Mungu ni kumjua Yesu Kristo. Kumbe njia rahisi ya kumjua Baba ni kumjua Yesu Kristo, maana huyu ndiye anayejua Yesu alipo. Yesu ndiye anayejua Baba yuko sehemu gani. Yesu ndiye anayejua Baba anaishi wapi. Yesu ndiye anayejua ukitaka kumwendea Baba upite njia gani. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutaabika kwamba namjuaje Mungu, namuonaje Mungu, nafanyaje nimuone Mungu. Kumbe ni rahisi sana, na dawa ni moja tu, jibu ni moja: mtafute Yesu, muone Yesu, halafu muulize Yesu, nionyeshe Baba. Korinto wa kwanza ile sura ya 2, ngoja nisome neno lingine, maana nataka nikupe kwa maandiko, usikasema huyo yeye anatengeneza tu ya kwake, anajiongelea ya kwake. Hapana, nakuja hapa kwamba Wakorinto wa kwanza sura ya 2, ule mstari wa 10 hadi wa 12. Nitakwenda kusoma andiko hilo, halafu nitakupa mapumziko kidogo kwa dakika moja, kisha nitakuja kurejea kulimalizia somo kabla sijakuombea, maana nitakwenda kukuombea ninapokuwa namalizia. Lakini ngoja nisome mstari huu, halafu nitakupa mapumziko kidogo tu ya dakika moja, ili uendelee kutafakari, na kama ulikuwa hujaandaa kalamu yako basi utafanya hivyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Sikiliza, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ina maana hata siri za Mungu Roho anafunua. Hata siri za Mungu Roho anafunua. Anasema, maana ni nani katikati ya binadamu anayejua mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyoyakirimiwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Atupumzike kidogo, tukija kurejea tutakwenda kuendelea namna hiyo. Amen. Tunaendelea namna hiyo. Sikiliza neno hapa linavyotuambia. Anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Kwamba Mungu, kwa sababu anataka tumjue. Hapo juu tumesema Yesu anasema hakuna aliyemuona Baba wakati wote ila Mwana. Huyu Mwana ndiye anayemfunua kwetu. Nikakwambia kumbe ni rahisi. Ukitaka kumjua Mungu, muone Yesu. Kimbilie Yesu. Hapa
Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 10 hadi 12 anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi roho. Maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kumbe roho wa Mungu ndio anajua siri za Mungu. Roho wa Mungu anajua kilichoficha ndani ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu yajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu? Mimi hapa nilipo, anayenijua kuliko wengine wote ni roho yangu. Maana roho yangu siwezi kuidanganya, siwezi kuificha. Na kama mtu angechukua roho yangu imwambie habari zangu, ingemwambia mpaka siri ya mwisho nilionayo. Na sisi kupitia roho wa Mungu tunamjua Mungu, tunazijua na siri zake Mungu kupitia roho wake. Yote hii inaonyesha jinsi gani Mungu alivyo tayari kutaka tumjue. Hataki kujificha, hataka tumjue. Anasema vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamue ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Kumbe yapo mambo mengi Mungu anataka tuyafahamu. Yapo mambo mengi Mungu anataka tuyamiliki, yawe ya kwetu, lakini hatujayafahamu bado. Sasa njia ya kuyafahamu inakuja ni kumjua Yesu, ni kumfahamu Roho Mtakatifu. Maana wao wanamjua Mungu kuliko tunavyofikiria. Na tukitaka kumjua Mungu kwa uhalisia wake, hapa ndipo mahali pa kukimbilia. Hapa ndipo mahali pa kushikilia. Sikiliza. Nimesema Mungu kwa uzuri wake ametutengenezea njia ya kumjua. Ametuwekea njia ya kumfahamu. Yohana ile sura 14, ngoja nikuonyeshe kitu kingine hapa. Yohana sura 14 na ule mstari mdogo wa 9. Anasema Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi, wewe usinijue Filipo? Hapa ni baada ya mmoja kati ya wanafunzi kumuuliza Yesu. Akamwambia, Bwana, hebu tuonyeshe Baba. Unazungumzia habari za baba, 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 baba. Naenda kwa baba, baba. Baba amesema. Sasa huyu baba yuko wapi? Hebu tuonyeshe Baba. Huyu ni Filipo akiwa na Yesu, mmoja kati ya wanafunzi wake. Tuonyeshe Baba yuko wapi? Ndipo Yesu anamjibu. Mstari wa 14. Anamjibu kwa sura 14 mstari wa 9. Anamjibu anasema, Yesu akamwambia, ina maana Yesu akamjibu, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi. Ina maana miaka yote tunafanya pamoja. Hamjaelewa Baba yuko wapi? Anasema, anaendelea anasema, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Nini maana yake? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Aliyenijua mimi amemjua Baba. Anataka kumjua Baba anione mimi. Anataka kwenda kwa Baba apitie kwangu. Yaani hapo ni kama Yesu anajitambulisha wazi wazi kwamba yeye ndio kila kitu kinachoweza kukuongoza wewe kumjua Mungu alipo. Yeye ndio kila kitu kinachoweza kukusaidia wewe kumjua Mungu alivyo. Yeye ndio kila kitu kinachoweza kukupeleka wewe kujua Mungu yuko wapi, anafanya nini, anapatikanaje. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Bwana Yesu asifiwe sana. Hadi maneno ya Yesu anamjibu Filipo. Unaniambiaje nikuonyeshe Baba? Unaniambiaje? Maana mimi hivi nilivyo ndiye ninayekuja kumfunua Baba. Ina maana ukiniona mimi hivi ujue Baba umemuona. Ukinishika mimi ujue umemshika Baba. Lugha nyingine, ukinipata mimi umempata Baba. Ndio maana hapo juu nikakwambia, sasa hivi ni rahisi sana ukisema nataka kumuona Mungu. Ni rahisi sana ukisema nataka kumjua Mungu. Njia ni moja tu, mjue Yesu. Maana wenda njia za kumjua Mungu zingekutaabisha sana, lakini nakupa iliyo rahisi sana. Mjue Yesu. Ukimjua Yesu umemjua Baba Mungu. Ukimuona Yesu umemuona Mungu. Ukimfahamu Yesu umemfahamu Mungu. Maana Yesu ndiye anayekuja kumfunua Mungu kwetu. Anamjua Mungu, anazijua siri za Mungu, anajua alipo Mungu, anajua jinsi ya kumfikia Mungu. Ukimpata Yesu umempata Mungu.
Ukimjua Yesu umemjua Mungu. Ukimjua Yesu umemjua Baba. Na tumeona katika Korintho anasema Roho Mtakatifu ndiye anayemfunua, kwa sababu anazijua mpaka siri za Mungu. Na hii ni kwa sababu Yesu baada ya kuondoka, baada ya kupaa, ahadi yake ilikuwa ni moja, atamtuma Roho. Ili Roho aje aendeleze pale alipofikia. Roho aje asimamie yale aliyoyaahidi. Anasema atakuja kukaa pamoja nanyi, atawafundisheni, atawakumbusheni, atakuwa pamoja nanyi. Hayo ni maneno ya ahadi ya Yesu Kristo. Ndio maana zile siri alizokuwa nazo Yesu zimebaki kwa Roho Mtakatifu, ambaye mpaka leo tuko naye atusaidie kuzijua. Ikiwa lengo ni moja tu, tumjue Mungu, tumjue Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neema iliyopo ni kwamba sasa huyu Baba, kwa sababu anataka kufahamika, hataki kufahamika na kukaa mbali, hataki kufahamika na kukaa kusikojulikana. Anasema nataka akijulikana akae ndani yetu. Bwana Yesu atukuzwe. Akae ndani yetu. Akijulikana atawale maisha yetu. Akijulikana awe sehemu ya maisha yetu. Na ndio maana kupitia hizi nafsi zinazoungana na Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu, hawa wanakuja kumfanya Mungu kuwa halisi kwetu. Wanakuja kutupa uhalisia wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, Mungu Baba na Mwana sasa wanakaa ndani yetu ili kuweza kuendelea kujifunua kwetu, kutusaidia kumjua zaidi. Na hivyo kama tayari Roho yuko ndani yetu, Yesu Kristo yuko ndani yetu, sasa tunaweza kumjua Mungu kwa viwango vya hali ya juu. Sasa tunaweza kumjua Mungu kwa viwango vikubwa, kwa sababu wanaotusaidia kumjua, wanatuthibitishia, wanatusisitizia uwepo wake, wapo Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Pendwa mtazamaji, unanisikiliza muda na majira kama haya, unanitazama muda huu, nataka nikwambie Mungu yupo na hajifichi, na anatamani ufahamu uwepo wake. Na ukiwepo uwepo wake, ukiufahamu, umkaribie, umpe nafasi, mkae pamoja, muwe na ushirika, muungane. Anakupenda, anakujali. Huna sababu ya kukaa nje na kule alipo. Huna sababu kukaa mbali naye. Amekutafuta mwenyewe. Na ujumbe huu unapokuja unakukaribia wewe ili uweze kumkaribia pia. Sikiliza Ufunuo sura ya 3, ngoja nisome hapo ili nimalizie niweze kuomba na wewe. Ufunuo ile sura ya 3 na ule mstari wa mdogo tu wa 20. Ngoja nikuonyesha ninachozungumza hapo ili ende kuhitimisha somo langu la siku ya leo. Anasema Ufunuo ile sura ya 3 mstari wa 20, na Mungu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Hii ni sauti ya Kristo. Anasema nisimama mlangoni nabisha. Nazungumza na roho yako. Nazungumza na utu wako. Nazungumza na nafsi yako. Ikisikia, ikakubali, ikanikaribisha, anasema Yesu, nitaingia. Na nitakapoingia nitatawala maisha yako. Nitashirikiana na wewe. Nitakuongoza. Na Yesu akipata kibali akaingia maishani mwako, akatawala roho yako, akatawala nafsi yako, utamuona Mungu. Mungu atakuwa sehemu ya maisha yako. Mungu atakuwa ndiye kila kitu maishani mwako. Maana atatawala. Unajua mwenye kutawala ni mwenye mamlaka. Kwa hiyo akitawala maisha yako, inawana na mamlaka juu ya maisha yako, atayaongoza maisha yako. Lakini njia ni moja tu, Yesu Kristo. Sijajua mpendwa mtazamaji, unanisikiliza muda huu, umemuonaje huyu Yesu? Sikiliza, usitaabike kumjua Mungu. Usisumbuke kumjua Mungu. Njia ni moja, mjue Yesu Kristo. Na kwa tafsiri nyingine nikwambie kitu ili ninapohitimisha. Yesu ni neno la Mungu. Kumbe unapotaka kumjua Mungu, lijue neno la Mungu. Unapolijua neno la Mungu, umemjua Yesu Kristo. Na ukimjua Yesu Kristo, umemjua Mungu Baba. Na ukimjua Mungu Baba, utajua anataka nini.
utaelewa anapenda kitu gani. Ukimridhisha kile anachokitaka, ukampa Mungu kile anachokitaka, atatawala maisha yako. Utakuwa na amani. Afya itakuwa ni haki yako. Uzima itakuwa ni haki yako. Kubarikiwa itakuwa ni haki yako. Mafanikio unayoyafikiria wewe, unaokimbizana nayo, yatakuja kwako kwa wakati ambao hutategemea. Huenda si kwa kutaabika hivyo unavyotaabika. Kitu kimoja kinakutesa leo wakati mwingine ni kufikiri kutumia akili yako zaidi ya kumtegemea Mungu akuongoze. Mungu yupo. Mungu anaishi. Mungu yu hai. Na Yesu Kristo amesema yuko tayari kumweka wazi kwako. Pendwa mtazamaji, mkubali Yesu. Mpokee Yesu akuongoze, akuelekeze kumjua Mungu. Yumkini hujamjua Mungu. Yumkini hujajua na uwezeje kumuona Mungu. Nimekwambia njia ni moja. Mjue Yesu Kristo. Labda hujamjua Yesu Kristo. Labda hujampokea Yesu Kristo. Natamani jioni ya leo niombe na wewe maombi haya. Kama hujampokea Yesu, basi kupitia maneno haya uweze kulijua neno, uweze kumjua Yesu Kristo. Unaweza kuomba kwa maneno haya pamoja nami. Fuatisha maneno haya pamoja nami. Sema: Mungu Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nimesikia neno hili jioni ya leo. Nimesikia neno hili linavyonigusa. Kumbe Mungu upo na unatamani nikujue na kukaribia tena. Muda huu na wakati huu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, najitoa kwako. Nakabidhi moyo wangu, nakabidhi maisha yangu, nakabidhi fahamu zangu, nakabidhi fikra zangu. Yesu, kupitia Roho Mtakatifu zitawale. Na ukitawala wewe, niache nafasi hiyo kwa ajili ya Mungu. Mungu aingie katika maisha yangu, Mungu atawale maisha yangu. Ninachojua, Mungu akitawala maisha yangu, nitashinda, nitafanikiwa, nitabarikiwa, nitakuwa na afya, nitakuwa na amani. Iwe hivyo katika jina lako Yesu Kristo. Unirehemu, nisamehe dhambi zangu nilizozifanya, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Unirehemu Bwana, nifanyike mwana katika familia yako Mungu. Nizaliwe leo upya kutoka katika maisha ya kale na nifanyike mpya. Kama lisemavyo neno lako, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na sasa yote ni mapya. Nahitaji upya wa mwili, nahitaji upya wa roho. Nikujue wewe Yesu, nikuishie wewe Yesu. Yesu, ruhusu Roho wako Mtakatifu kuanzia sasa atawale maisha yangu, atawale fikra zangu, atawale fahamu zangu. Na zaidi ya yote, unipe neema ya kumjua Mungu na zaidi, kwa jina lako Yesu Kristo. Basi baada ya maneno hayo, nataka pia nikuombee. Na baada ya maombi, nitakwenda kukupa anwani ya pale tulipo, ili ukiwepo maeneo jirani hapa tulipo, njoo tutakuhudumia. Na kama uko mbali, basi tutakupa mawasiliano. Utapiga simu, utaandika email na wewe, nasi tutakuhudumia na Mungu atakwenda kugusa kule ulipo. Basi nakwenda kuomba na wewe pale ulipo. Unaumwa, kuna tatizo lolote, ndugu yako anaumwa na wewe umebadilika kunisikiliza, basi kwa niaba ya ndugu yako, kama ni ndugu yako, weka mikono kifuani, nitaomba na wewe. Na kama ni wewe mwenyewe, basi weka mikono yako kifuani, halafu amini pamoja na mimi, nami ninakwenda kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, muda na wakati kama huu, kwa mamlaka ulionipa, kwa jina la Yesu Kristo, nalituma neno lako. Kama ulivyosema, neno lako halitokurudia bure, litatimiza kusudi lile ulilolitumia. Baba, nimelituma neno kwa dada yule, nalituma neno hili kwa baba yule, nalituma neno hili kwa kaka yule, nalituma neno hili kwa mama yule na mzee yule anayenisikiliza. Baba, mahali alipo, mguse kupitia neno lako kwa jina la Yesu Kristo, na umponye magonjwa yote anayoumwa, madhaifu yote anayoyahisi sasa. Natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo. Wewe roho unasababisha maumivu katika mwili huo, roho unasababisha hofu katika maisha ya mtu huyo, ninakuamuru kwa amri hii, kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la Yesu Kristo, toeka na umwachie huru kuanzia sasa. Wewe ni mzima kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi ninapohitimisha, nikwambie tu tuko hapa Grand Rapids, Michigan, katika state ya Michigan. Tupo katika kanisa la Restoration Community Church.
ni kanisa zuri linalompenda Mungu, linahubiri neno kwa nafasi nzuri, tena neno halisi, lisilogoshiwa, lisilochanganywa, linalomtangaza Mungu na ukuu wake. Tunakukaribisha. Kama uko maeneo jirani na state hii ya Michigan, uko hapa Marekani, basi tunakukaribisha katika ibada zetu. Tunakusanyika kila Jumapili kuanzia saa 7 mchana, tunakwenda hadi saa 9 alasiri. Ni masaa machache tu, tunamsifu Mungu hapo, tunamwabudu Mungu na Mungu anaonekana. Watu wanaponywa, watu wanafunguliwa. Na yumkini sasa ni zamu yako. Umetaabika, umekwenda huku na huku, hujapata majibu, lakini jibu lako lipo, maana Mungu yupo. Na kama Mungu yupo, basi jibu lako lipo. Kwa hiyo tuko hapo Restoration Community Church, tunakusanyika katika jengo lile liko pale la Cornerstone. Ni kanisa la United Methodist Church pale Cornerstone. Anwani yake ni, labda unaweza kuandika, anwani yake ni 2730 Taule wa 56 Street Southwest. Nikizungumza kwa Kiingereza ni sawa kusema ni 2730 56 Street Southwest. Hii ni Wyoming, Michigan 49418. Nirudie, ni 2730 56th Street Southwest, Wyoming, Michigan. Kwa hiyo zip yake ni 49418. Hapo ndipo tulipo. Namba zetu za simu, iwapo utatamani kutupigia, andika namba ya kwanza ni 616 589 47 93, 616 589 4793, na nyingine ni 832 640 8768. Narudia, 832 640 8768. Kiingereza ni 832 640 8768. Hiyo unaweza kupiga wakati wowote na tutakuwa tayari kukuhudumia. Ila kama uko nje ya Marekani, unatakiwa kuongeza +1, ina maana alama ya kujumulisha 1, ongeza kwa hizo namba, utakuwa umetupata kwa wakati huo. Zaidi ya yote, angalia kipindi cha Bado Lipo Tumaini kwenye YouTube, angalia kwenye Facebook, nenda andika tu pale Bado Lipo Tumaini. Na kama wewe umebadilika kunisikiliza na kuniona ninapozungumza, ndugu yako hajabatika, mtumie ujumbe huu, mwambie aende tu kwenye YouTube, aandike pale Bado Lipo Tumaini. Atapata mafundisho mazuri, atapata masomo mazuri yatakayomsaidia kukua na kuongezeka katika imani yake. Mafundisho ambayo yatamponya imani yake na yatamsaidia sio tu mwili, hata fahamu na maisha yake kwa ujumla. Mungu wangu wa mbinguni akubariki. Amani ya Bwana ikufunike na damu ya Yesu ikufunike mahali popote ulipo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba kwa ajili yako. Amen.